historically, we've always come out into the market with innovative products. So we engaged our consumers, found a genuine white space in the market. Consumers are yearning for a locally crafted, locally manufactured and produced, ready-to-drink alcoholic beverage. And that's why we've done this. Crafted this specially locally. The liquid is amazing. Consumers are loving it. Those who have tasted it can testify to the balance, of the liquid. And for us, it's part of the ways of also improving local production capacity. Because instead of importing finished products in the ready-to-drink space, we have decided to start to make this locally. This would improve jobs in the country. It will improve the local value chains that support this product. And just ensure that we continue to play our part towards the industrialization agenda in the DIRA 2050 strategy. Sisi kama Serengeti Breweries Limited tuna wadau tofauti na wadau wetu ni wako kwenye makundi tofauti. Tunao consumers wetu ambao wanatumia bidhaa zetu pendwa, lakini zaidi ya hapo tunafanya kazi kwa karibu kabisa na wakulima. Na ukiangalia kwa hapa Tanzania tu tunafanya kazi na zaidi ya wakulima 600 ambao wako katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, ambao wanatuwezesha sisi kupata zile raw materials ambazo tunatumia kutengeneza bidhaa zetu. Kila mwaka ninafurahi kusema kwamba tunachangia zaidi ya bilioni 15 katika wakulima hawa. Yani hiyo ambayo ni sehemu za malipo kwa wakulima hawa, pembejeo ambazo tunawapatia, ukiangalia vitu kama fertilizers na vinginevyo, na sio tu kutoa pembejeo bali kuwaelimisha wakulima wetu kuhusu njia njema za kuweza kufanya ukulima hapa Tanzania, ukizingatia sasa hivi kuna mambo mengi kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa, mambo ya sustainability. Kwa hiyo sisi kama Serengeti Breweries, zaidi ya kuwapatia pembejeo wakulima wetu, tunawaelimisha kuhusu ni jinsi gani ambavyo wanaweza kukuza hizi bidhaa ambazo tunazitumia sisi, wakizingatia pia kuweka mazingira katika hali ambayo ni safi na salama kwa ajili ya taifa la sasa na taifa ambalo linakuja. Niseme kwamba sisi kama Serengeti Breweries Limited kuna mambo tofauti ambayo tunayafanya. Kwanza kabisa ni kuweza kushirikiana na partners tofauti ikiwemo serikali, kuweza kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukacarb tatizo hili la bia ambazo na vinywaji ambavyo sio sahihi. Tumeweza pia kuwaelimisha wateja wetu. Kuna codes ambazo tunazo kwenye vinywaji vyetu ambavyo tunawashauri watumiaji wetu wa scan pale ambapo wanatumia bidhaa zetu, na pia tunashirikiana na taasisi mbalimbali hapa Tanzania ili kuweza kutoa elimu zaidi, na pia kuweza kuhakikisha kwamba watu ambao wanasambaza pombe hizi wanaweza kuelimishwa ili wao pia waweze kujiunga katika kutengeneza katika kuhakikisha kwamba pombe hizi hazipatikani katika soko letu. Kwa majina naitwa Rispa Hatibu, mimi ni meneja wa mawasiliano kampuni ya bia Serengeti Breweries. Kwa hiyo leo tumezindua rasmi kinywaji chetu ambacho kinaitwa Serengeti Premium Apple. Inaitwa kinywaji ambacho ni ready to drink, ni innovation ambayo tumeipika hapa Tanzania. Kama mnavyojua, vinywaji vingi sana ambavyo ni labda ni cider ama ready to drink inakuwa inaletwa kutoka nje, kunakuwa import inakuja Tanzania. Lakini sisi kama kampuni ya Serengeti tumeamua kwamba kama kampuni yetu kubwa hivi kama tulivyo, tuanze kuproduce ama kutengeneza vinywaji vyetu wenyewe hapa Tanzania nchini. Kwa hiyo ndio lengo kubwa ambao tumeamua kufanya hiki kitu. Sisi ni kampuni kubwa, ni kampuni ambayo inathamini nchi ya Tanzania, lakini pia tunajua kwamba Tanzania ina kiwango kikubwa cha kuproduce vitu ambavyo ni vya kimataifa. Ndio maana tumefanya hapa leo. Tufike sehemu kwamba Tanzania ijulikane kwamba ni sehemu inayotengeneza vitu vyenye ubora wa kimataifa, kwa sababu kwa muda mrefu imekuwa inaaminika kwamba vitu vizuri vinatoka nje ya nchi kama tulivyokiongea. Kwa hiyo hii launch ya Serengeti Premium Apple kwa maana ni first local brand, yani brand ya kwanza kwenye category ya ready to drink ambayo imetengenezwa Tanzania kwa ubora wa kimataifa. Ni kinywaji ambacho ni kizuri sana, nadhani wote mmekijaribu. Mpaka mimi nimekubali kuwa balozi, yani kuwa nyuma na mbele ya chapa hii, kwa maana kwamba ni kitu cha uhakika.
nadhani mnaonifahamu mnafahamu kwamba mimi napenda vitu vizuri na vyenye ubora, na siwezi kuambatanisha jina langu wala sura yangu na kitu ambacho hakina viwango vya kimataifa. So hii inatuonyesha kwamba inawezekana, tupende vya Kitanzania, tupende utanzania wetu, lakini pale especially vya Kitanzania ambao vina ubora wa kimataifa, nadhani is a win. Kwa hiyo tusapoti vya nyumbani ili tuendelee kukuza uchumi wa nyumbani, kwa sababu inatengeneza ajira sio tu kwa wale walioko kiwandani wanatengeneza au wanaouza. Mnaona hapa kwenye creative industry, hii ni brandi ya kwanza kukusanya wabunifu wa maudhui kwa wingi kiasi hiki na kuwapeleka sehemu, na sehemu yenyewe sio sehemu tu, ni Serengeti ambacho ni kivutio kikubwa cha kimataifa ambacho kipo Tanzania. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia utanzania wetu. Tuendelee kama nilivyosema hapo awali kusapoti vya nyumbani na kuvipenda na kuvithamini.